Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya changamoto ya Bonn kama mlivyosikia hapo awali, yani Bonn Challenge, yaliyofikiwa mwaka 2011 jijini Bonn nchini Ujerumani. Katika makubaliano hayo, kama mlivyosikia awali, iliafikiwa kuwa dunia inapaswa kuongoa takriban hekari milioni 350, yani hekta milioni 350 za misitu ifikapo mwaka 2030. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa ahadi ya kuongoa takriban hekta milioni 5.2 kupitia mpango wa Afri 100. Utekelezaji wa shughuli hii ndio zitafanikisha kuwepo kwa mradi huu. Mradi huu ni wa miaka 5 kama mlivyoambiwa, na unatekelezwa katika mikoa miwili hapa Tanzania, yaani mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Tanga, katika wilaya 4, 2 Dodoma na 2 Tanga. Mkoa wa Dodoma ni wilaya ya Mpwapwa na Chamwino, wakati mkoa wa Tanga ni wilaya ya Kilindi na wilaya ya Korogwe. Lengo kuu la mradi huu ni kurejesha uoto wa asili katika maeneo yaliyoharibiwa, kulinda na kuhifadhi bayoanuai, kuboresha hali ya maisha ya jamii inayozunguka misitu husika, pamoja na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu unachangia moja kwa moja katika kutekeleza sera ya mazingira ya taifa, lakini pia unatoa mchango wa moja kwa moja katika kutekeleza dira 2050. Sote tunafahamu kuwa uoto wa asili ni rasilimali muhimu sana kwa ustawi wa mazingira na maisha ya binadamu. Uoto wa asili huchangia katika uhifadhi wa vyanzo vya maji, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kulinda bayoanuai na pia hutoa fursa za kiuchumi kwa jamii. Nawashukuru sana wadau wa maendeleo ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwa serikali. WWF mmejipambanua tangu mwanzo kwamba tangu miaka 60 mpo hapa, na uwepo wenu tunauona na tunauthamini sana. IUCN ni wadau wetu muhimu sana katika mambo mengi yanayohusiana na mazingira, pia WRI. Nashukuru kwa kukubali kutekeleza mradi huu hapa nchini Tanzania katika wilaya zilizotajwa. Tunathamini sana mchango wenu katika kuleta maendeleo nchini Tanzania. Sisi kama taasisi ya serikali ni washirika muhimu katika utekelezaji wa mradi huu, na asili ya jambo hili inatoka katika mwaka 2018 serikali ya Tanzania iliporidhia azimio la Umoja wa Afrika wa kuongoa ardhi iliyoharibika, yani Afri 100, ambapo Tanzania iliahidi kuongoa hekta milioni 5.2 za ardhi iliyoharibika. Jukumu hili ukilitizama kwa namba ni jukumu kubwa ambalo linahitaji ushirikishwaji wa wadau, taasisi, serikali, NGO na watu binafsi ili kuweza kutimiza ahadi hii. Shirika hili limefaidika sana na jinsi ambavyo limeshikwa mkono na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kupitia ofisi yako, wizara zote tunafanya nazo kazi, lakini kupitia ofisi yako. Na nikiongea na watu na rafiki zangu kama kina Mande wanaotoka ofisi hii, nawaambia sisi pale tunajisikia tuko nyumbani, na sisi tumetekeleza miradi na serikali na ofisi yako mheshimiwa kwa dhati kabisa. Na tumefanya kazi na ofisi yako kutengeneza hata vitendea kazi. Tumetengeneza ile National Forest Landscape Restoration Strategy, lakini pia tulitengeneza mkakati mwingine wa kupambana na mimea vamizi. Nafikiri huo mkakati upo ofisi ya mkurugenzi na kazi zingine, hata mambo haya ya NBSAPS kwenye mambo ya bayoanuai.
Kwa hiyo hizo ni kazi tu chache ambazo nilitaka nizitaje, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambazo tumefanya na ofisi yako, na tukiendelea kukushukuru kwa jinsi ambavyo umetuweka mahali. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.